Maelfu ya waandamanaji wamejitokeza katika jiji la Johannesburg nchini Afrika Kusini kupinga ongezeko la wahamiaji haramu, hali inayozua mvutano kati ya raia wa nchi hiyo na wageni. Maandamano hayo ni sehemu kubwa ya shinikizo lililoanza katika miji mbalimbali ikiwemo mji mkuu wa Pretoria. Waandamanaji wamesisitiza kuwa harakati zao si za chuki dhidi ya wageni, bali ni jitihada za kulinda haki zao za kiuchumi na kikatiba. Baadhi yao wameilaumu serikali ya nchi hiyo kwa kushindwa kutekeleza sheria zilizopo za uhamiaji na kudhibiti hali hiyo. Makundi yanayoongoza maandamano hayo hadi sasa yanataka serikali kuchukua hatua kali, ikiwemo kuimarisha utekelezaji wa sheria za uhamiaji na kuwarudisha kwao wahamiaji wasio na vibali halali. Baadhi yao pia wameilaumu serikali kwa kushindwa kutekeleza ipasavyo sheria zilizopo, huku wakitaka hatua za haraka kulinda usalama na ustawi wa raia wa Afrika Kusini. Wachambuzi wanasema raia wa Afrika Kusini wamekuwa na ubaguzi kwa raia wa kigeni, kitendo ambacho si kizuri katika mtazamo wa kimataifa. Kwingineko, Rais wa Kenya William Ruto amemzawadia mwanariadha nyota Sebastian Sawe gari jipya atakalochagua pamoja na fedha taslim takriban shilingi milioni 8 za Kenya, ikiwa ni heshima ya mafanikio yake ya kihistoria katika riadha. Sawe ameweka rekodi mpya katika London Marathon iliyofanyika Aprili 26, 2026 baada ya kumaliza mbio kwa muda wa saa 1 na dakika 59 na sekunde 30. Kutokana na mafanikio hayo, Rais wa Kenya amemkabidhi fedha taslim na ahadi ya gari ya kisasa lenye nambari maalum inayoakisi muda wake wa rekodi, ikiwa ni heshima kwa juhudi, nidhamu na mafanikio yake makubwa. Mbali na zawadi hiyo, Sawe pia amejinyakulia mamilioni ya fedha kutoka kwa waandaaji wa mashindano pamoja na bonus za ushindi na mikataba ya kibiashara. Kutokana na ufanisi huo, Rais wa Kenya pia ameahidi kutoa motisha wa fedha kwa wanariadha wa Kenya watakaoshinda mashindano ya kimataifa. Ripoti za Jaba Kimataifa, God bless Kombe.